Imagine this, umefungua TikTok and the first video unapatana nayo is of your mom and your brother in an interview. Your mom confessing to the whole world how anapenda your brother more than other siblings, to a point of where anacheka, and to make it more worse anasema that hata akiombea hii familia yake wanga anasahau kuombea the other siblings because kwa kichwa yake inakuwa tu the son like the first born, hiyo ndio kwa kichwa yake. It's terrifying, right? And my big question is, why are we treating this thing like it's a normal thing? Kama ume grow up in a normal African home, achana hizi the nowadays African home, these are not African home like the before venye tulikuwa in a African home, the original African home, you know how we were treated, and we knew wazazi wetu like they were like our second gods. Tulikuwa, those parents were our role model. Baba angesema hii kitu, hiyo ndio ingefanyika, na haungepata anytime that unaona mama yako ana treat brother yako ama sister yako in a different way. Let me tell you one thing, my grandfather, hata tuko tunajua who's the favorite grandkid, kulikuwa na ka small, tulikuwa tunajua ni the favorite, tulikuwa tunajua ni ka favorite, lakini huyu mtu angekosea ile vitu mtu angepigwa, like ilikuwa iko like my grandfather. Sisi wenyewe tulikuwa tunaona kama alikuwa anamtreat hivyo kwa sababu alikuwa mdogo, that is what we saw and we understood. But now seeing your mother, seeing your parent going to a platform and confess to the whole world that anapenda her son more, and sometimes uwanga naso kama kuna watoto wengine na si ku pretend, is that even okay? Is that even normal? So hello everyone, welcome back to the channel. This is Sharuvia Empire, and please don't forget to subscribe, don't forget to comment, don't forget to like. Uniambie aje iko yenye imefikia venye wazazi siku hizi wana behave like they just go ahead and confess their feelings to social medias, like they are doing something called digital oversharing. Actually the video inafaa ikuwe inaitwa digital oversharing, and digital oversharing means this is the act of disclosing personal information to a broader space like social media apps. Yeah, when we add digital to social media apps. But oversharing ni wakati unapeana siri zako za ndani kwa watu wengi wenye hata hawafai kujua, like your personal life. And when it comes to content creators wame go to a next level of where they are sharing anything as far as watapata the likes, the views and the following. That is what they are doing now, because it is not okay to see a woman, a mature old woman, anakuja to a interview old with another maybe parent mwenye kuna watoto wake na akona familia kwake, ana talk about this thing. And the podcasting, kama si podcast, I think it was like a podcast, wanna go to an extent of posting this video for other people to see. So my question is, when you are posting that video, what was your purpose? Now, what was your purpose of you posting that video? And it's high time we as Kenyans we start talking about oversharing and sharenting. When I talk about sharenting is when wazazi wameamua kuchukua watoto wao na kuwaleta social media, is like venye wanawalea, they are sharing how they are bringing their kids. Kama unapata mzazi anafanya hii kitu analeta kwa social media, so venye atalea mtoto wake itafetiwa na, unajua sisi tuna watch, so tuko tunapenda advice, mtoto wako mfanyie hivi, mtoto wako mfanyie hivi. Imebadilika kabisa, si kama venye ilikuwa kitambo. And there's one thing I want all of us to know. Okay, when it comes to wazazi kukua na watoto wao favorite, we all know hiyo kitu ina happen. But tumekuwa tukijua that hiyo kitu inakuanga secret. Like si kitu utapata mtu anafanya tu live because anajua ni makosa. So uwanga inafichwa ina point where hata wewe uwezi uka notice. But ikifika pale penye mtu anaenda to extent of showing to the other world, it's like she doesn't even care anymore. Ni mtoto wangu, mnanifanyia nini? Wacha mtu anifanyie kianataka kufanya. Watu wengine ni shauri zao. So let's take a look at this video. So actually this content creator anaitwa Derrick. Yeah, Derrick is a well-known Kenyan TikToker. Akona follow of 139.5k followers with 5.5 million likes. Sidhani kama likes za maana. But yeah, this is who I'm talking about. This Derrick. Wacha nionyeshe that video. You mama and only child. Common of people assume mama and only child. Imagine mpaka saa hii kuna kitu sikumbukagi hao wengine haraka. Imagine mpaka saa hii kuna kitu sikumbukagi hao wengine haraka. It's not funny mama, it's not funny. Hapa hakuna kitu funny, sijui mbona unacheka. Hakuna kitu funny hapa. Uende you've already umekana watoto wengine nyuko na wao like live. You've already proved the world that wewe apparently kuna mtoto mmoja pekee yake na ndio unapenda, hao wengine huwakumbukangi, na I'm not going to do anything about that because mimi sitaki hata kuwakumbuka. Mimi niliwaza nikamaliza kazi yangu, but my firstborn, he is my priority. Tuendelee. Siko baya. Nawapenda wote. What do you mean unawapenda wote? Mama, what do you mean unawapenda wote? Umekuja TikTok, umeconfess to the whole world that mtu wako unampenda sana. So ile okay, unapenda kujina wako 70%. Unapenda kujina wako less than 90%. So kale kama penzi kumbakisha kadogo hivi ndio unapenda hao wengine. Ama because I thought that watoto wanafaa wapendwe equally na wazazi wao, because wazazi wao ndio waliwazaa. Kama ulizaa mtoto una expect kumpenda.
So kwenda kusema ati ninawapenda, you're not wapendi equally. We can see wapendi. You're just umesema tu ndio ifiche, like ndio ifiche nyingine kuonyesha kenye umesema tu unapenda, ndio hata watu waone unapenda huyo mwingine. Tuendelee. Umesikia kijana? Have you heard Derek himself? Mimi ni firstborn. Mimi ni firstborn, sir. Derek, si ubaya, but even if you are the firstborn, when it comes to motherly love, all the kids are supposed to get that mother. Watoto wanafaa wapate mapenzi ya mama yao, no matter the firstborn, no matter the number of the lineage number wenye uko, unafaa upende mama yako equally. Mapenzi yanafaa tu kuwa equally. Tuendelee. Kumkangi tu haraka. Sio kumkangi tu haraka. Keep in mind that si ati kuna dementia. Bado hajazeka, ako sawa, but hawakumbukangi. So my question is, hawakumbukangi ama uanga ama acha wiki wakumbuka? Because you can't tell me that wakumbukangi haraka. Does it even make sense? Let's continue. Kitambo ni wakumbuke, hata ikuwe ni wapi, hata ikuwe ninaomba, ni yeye tu. Gosh. Imefika pahali hadi akiomba hakumbukangi hao wengine. Hawezi wakumbuka. Kitambo hawakumbuke, hata kwa anaomba ni yeye tu. Ni Derek peke yake atakumbuka. Hawezi kumbuka hao wengine. Si kupenda kwake, anawapenda lakini Derek anampenda sana. Gosh. Oh my god. Na unaongea mbele ya kamera. Ndio maana mmeweka comment off. Because when I saw this video for the first time, the comments was turned on. Na the people were so bitter. Walikuwa nakasirika na huyu Mathe. Watu walikuwa wamekasirika kabisa. So I think hata waliona when you post hii video, I think pia waliona hii video haipaswi kuwa on. But walizima comment off. But wakacha the video because they knew when it comes to wakitaka to get the likes, the views, the followers, as far as something is controversial, as far as kitu itakasirisha watu, hiyo kitu itapata views, hiyo kitu itapata likes, and this is what they did. Tuendelee. Sababu ninajua roho yake. Ninajua akiwa amebarikiwa na mambo ikuwe sawa, itakuwa inamwagikia hao wengine kama maji. So unajua. Okay. So ninapenda ukijana wangu mkubwa kwa sababu ile siku atabarikiwa na Mungu na najua roho yake ni mtu mzuri, akibarikiwa watoto wengine watapata baraka zake. Na hii baraka tunajua anaongelea kuhusu pesa. And I feel like anaongea kuhusu his social media cause akona follower wakubwa, akona follower wengi sana. And maybe anaona kama is already a brand by himself. So ana feel like hii kuna venye inaingisha pesa, na the more inaingisha pesa mingi, akipata hizo pesa mingi atakuwa anasikia wa brother zake. So mimi nishamaliza party yangu, nishampenda. Tuendelee. So nilikuwa najisacrifice mimi mwenyewe. Nikafika pahali wewe nikaenda mpaka She's laughing. Ni kama kuna kitu funny hapo. Hakuna kitu funny hapo mama, mbona unacheka? Hakuna kitu funny hapo. Ati ukaenda, you are sacrificing and you are laughing. Okay. Naona tu mtoto wangu lazima asome, lazima akue vile yeye huwa anatamani kukua, asikuje kuniblame. So my question is, huyu mama ya Darius aliamua Kenya atafanya, huyu mtoto wangu juu anataka kukua, let's say content creator. Acha tuseme anataka kuwa daktari. So mimi kama mama ya Darius, juu Darius anataka kuwa daktari, wacha nifanye everything that I have to do. As long as Darius atakuwa daktari, I am okay with it. Hao wengine wakuwe madaktari, wakuwe manasi, that is not my problem. Mimi shida yangu ni Darius akuwe daktari kwa sababu anataka kuwa daktari. Mimi sitaki akizeka kuche kuniblame. No, mimi sitaki aniblame. No, acha tu nimlee tu vizuri. Wacha nimpe mapenzi yote kwa sababu ile siku atatajirika, siblings zake wako atawatajirisha, atawapea pesa, wasijali. So hapo zile za to you siblings, siblings wa Darius, nyinyi msijali, mapenzi yangu acha nipe firstborn wenu. Darius pia atapata pesa, asiwasahau. Okay, relax. Mtapata pesa. Si lazima mpende na mama yenu, lakini pesa ikiwa you are fine. Imagine. Kumsomesha kama angefika form 4, kama angeenda college maybe angekuwa hivi na hivi. So mimi nikahakikisha umesoma, nimekulia vizuri, ndio hiyo ingine sasa ikuwe yako na Mungu wako. Imeishia hapo. Yeah. Amesema hivyo. Sisi kama the commenters that we are, because this channel is, we check in everything and we question what is happening in this Kenya. We have to question. Tuende. Pia tuende kwa Darius account. Tuende kwake. So hapa chini video imetudirect to Darius and his mom. Tufinye hapo. Because hiyo ndio video tunaangalia sasa hizi. Acha tuone the next video. So this is Darius. Hii ndio video alipost akirespond. Hii ndio video alipost akirespond to what people were saying because watu walikuwa wamekasirika. Tufinye. Mood because my mom shows my siblings and
I love openly. I don't think I'm crazy. That video, hakuna pale penye mako alisema anapenda. That video was all about you and you alone. That video your mom was like, I love Darius and Darius alone. Because ninampenda. Yani, hapa tusifichane. Hii ninasema ati my mom shows my siblings and I love openly. Hakuna kitu kaa hiyo. Hapo na show you and your siblings love openly. Alikuwa na show you love. So akauliza that simple question, kwani your parents wanga wa show love back home? Okay, wanga tunaonyesha love, but sikumbuki the last time yenye mamangu alikuja akasema in front of everyone that mimi napenda my daughter very much, but my other son okay, ndio nampenda but si hivyo sana kama vile napenda my daughter. Anapenda msichana wangu sana. Imagine hadi ikifika sometimes wakati napikanga chakula, nikiweka chakula nikisava watoto wengine, like I want to serve the whole family, nikianga my daughter chakula, yeye ndio anakuwa wa kwanza, but hao wengine uanga na sahau. Sijui mbona, si ku pretend, uanga na sahau kuwekea chakula, like I don't know why, but when it comes to my daughter, ninamwekea chakula vizuri kabisa. Na nikienda kufanya shopping, my daughter namnunulianga vitu smart because nampenda kabisa. Sitaka ile siku itakuwa mkubwa akuje kuniblame atakuwa na vangu smart because siko nampea. No, but when it comes to her siblings, okay, uanga na sahau. Sijui kwa nini, si ku pretend, uanga na sahau. Seriously? And unajua kwa description amesema aje? My mom loves all of us equally and she expresses it openly. How she shows me love is the same she will show my sibling. Is that a trigger to you? Yes, it is a trigger to us. Hata kama it's none of our business. Umeenda nyinyi wenyewe ndio umepeleka mka post what you are posting there. When you post, you have said to share to us, and when you share, it is now our business. And why does it trigger us? Because it is not, that is not how it's supposed to be. If you love your kids, kama unajua kwa na favorite, wacha kusema acha hata yeye sijui ndio favorite, wacha hakutua kwa anajua anapenda lakini si ya favorite, like wacha the favorite thing ikuwe imefichwa huko ndani. Acha tuangalie comment section. Comment section ndio hiyo video ndio hiyo. Tuangalie comment section. This is a woman and comment. I fell in love with my son when I was still pregnant with him. No wonder I never wanted other kids. He is 9 years now and only child. Better than giving birth and not showing love to the rest. Yet ni wangu. I love this one. I love it. Okay, si ati napenda kwa sababu ati nini ama nini, yeye alichagua, amechagua mtoto mmoja, so anaamua atazaa mtoto mmoja. Na huyo mtu mwenye atazaa atamuonyesha equal love juu anampenda kabisa. Na anajua that instead ya kuzaa watoto wengi akuje kupenda tu mtoto mmoja peke yake, wacha tu azae mtoto mmoja, ako sawa na hiyo. That is good. Another one commented, hata kwa maombi si wakumbuke. Imagine mamako coming and confessing to the whole internet. Aki watoto wako waga si wakumbuke hata kwa maombi, lakini ikifika kwa Darius waga namkumbuka kwa sababu akiaja yeye ninampenda. Nina understand moyo wake venye nakuanga. Just imagine. Another comment, she publicly announced them. Yes. Alikana watoto wake live amewakana. Mwingine akasema okay, well, not according to her statement because Darius anajaribu kutetea mamake. Anasema that mamake anasema anapenda all the siblings. But according to your mom's statement, mamako hakusema hivyo. Hata mimi naweza kumsupport. Mamako alisema anakupenda wewe sana. Inafika to point where anasahau hadi watoto wengine kama wana exist na si ku pretend. I am not sijami quote mtu mimi. That's what her mom is saying. Yeah guys, I don't know how to comment about that video, but I feel like it's high time our parents mko mnajua that whatever decision you decide to take in this life, kama umeamua kuzaa watoto wako, just by the time go. Ile siku utapata the first pregnancy, huyo mtoto wenye utampenda, make sure the last pregnancy utapenda those kids equally. Si upende mmoja, huyo mwingine akue the black sheep of the family. Because si ati watoto waonangi, we see, but we tend to ignore, expecting that one day you will change, but unfortunately parents are not change. And when you grow up, we will be like, I don't want to be like my mother. Sitaki kuwa kama mamangu. Bwana nitapata mtoto nataka nipende mtoto wangu venye si kupendwa. We don't want it to be like that. We want it to be like, ile siku nitapata my kid, I want how my parents walinilea. Even if nataka watoto wangu niwalee because my mom loved me very deeply. How my mom treated me with my siblings, I really love that. So that is what we want to see. See, una treat mtu mmoja hapo, huyo mtu mwingine una mistreat. It doesn't add up. Na watu wote ni wako. So yeah guys, that is the last part of the video, and please don't forget to subscribe. Please msisahau kusubscribe. Acha tu grow. This is a commentary channel, so if video yote itakuwa napatana na feel high guys, kuna video nilipatana nayo, kuja uiangalie, kuja tuiangalie step by step tuone kama is this right or wrong. So bye.